Kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu leo Agosti 24 mwaka 2026 inaendelea kusikilizwa katika Mahakama Kuu ya Tanzania, Masjala ndogo ya Dar es Salaam, ikiwa katika hatua ya uwasilishaji wa ushahidi wa utetezi. Kesi hiyo yenye namba 1965/2025 inasikilizwa mbele ya jopo la majaji watatu wakiongozwa na Jaji Dastan Ndunguru. Ijumaa ya Agosti 21 mwaka 2026, Lissu alikutwa na kesi ya kujibu na kupewa nafasi ya kuanza kujitetea dhidi ya shtaka la uhaini linalomkabili. Katika hatua hiyo, Lissu alitaja mashahidi anaowataka watoe ushahidi wa utetezi, akiwemo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais mstaafu Dr. Philip Isdor Mpango, Waziri Mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, pamoja na baadhi ya wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama nchini. Viongozi kadhaa wa Chadema pia wametajwa kuwa mashahidi wa utetezi, akiwemo Makamu Mwenyekiti John Heche, Katibu Mkuu John Mnyika, Naibu Katibu Mkuu Amani Golugwa na Brenda Rupia. Katika hatua ya ushahidi wa utetezi, Lissu amesema kujitetea mwenyewe na Ijumaa alianza kutoa ushahidi wake kama shahidi wa kwanza wa upande wa utetezi. Leo Agosti 24, Lissu anatarajiwa kuendelea kutoa ushahidi wake, na baada ya kukamilisha ushahidi huo, mashahidi wengine wa utetezi wataendelea kutoa ushahidi wao, akiwemo viongozi wa chama aliowataja. Hata hivyo, ombi la Lissu kutaja baadhi ya viongozi wa serikali akiwemo Rais Samia Suluhu Hassan waitwe mahakamani kutoa ushahidi limepingwa na upande wa mashtaka. Jamhuri imeeleza kuwa tayari imemaliza kuwasilisha ushahidi wake na kwamba hakuna sababu ya kumuita rais kutoa ushahidi katika hatua hii. Lissu kwa upande wake amepinga hoja hiyo, akisisitiza kuwa sheria inapaswa kutumika kwa kila mtu bila kujali nafasi yake. Endelea kufuatilia Time Media kwa ajili ya muendelezo wa kesi hii, ambapo kwa sasa inaendelea katika Mahakama Kuu Masjala ndogo ya Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam.